Mwandishi mashuhuri wa masuala ya kimataifa kutoka nchini Uingereza anayefahamika kama Frank Wright ametoa kauli yenye uzito akisema kuwa Ukraine na wafadhili wake hasa nchi za Magharibi hawawezi kuishinda Urusi katika vita vya kijeshi. Hii ni kutokana na tofauti kubwa ya uwezo wa kijeshi, rasilimali na hali ya kisiasa duniani. Wright amesema hayo katika mahojiano yake maalum na shirika la habari TASS kutoka nchini Urusi, akibainisha kwamba hali halisi ya uwanja wa vita inadhihirisha udhaifu wa Ukraine na kupunguza kwa ari ya nchi za Magharibi kuendelea kufadhili vita hivyo, ambako Wright ameeleza kwamba tangu vita kuanza mwaka 2022 Urusi imeweza kupata mafanikio makubwa ya kiusalama na kijeshi katika maeneo kadhaa ya mashariki na kusini mwa Ukraine, ambako kwa mujibu wake amesema Urusi kwa sasa inadhibiti karibu 20% ya ardhi ya Ukraine, jambo linaloonyesha kuwa ni vigumu kwa Ukraine au Kyiv kurejesha ardhi hiyo kupitia mapambano ya kijeshi hasa kivita. Amesema maoni yake ni kwamba hakuna uwezekano halisi wa kushinda vita dhidi ya Urusi. Ushindi wa maeneo wa Urusi sasa unafikia karibu 20% ya ardhi ya Ukraine kabla ya 2022 na haionekani kuwa inawezekana hali hiyo kubadilika. Wright, mwandishi kutoka nchini Uingereza, ameongeza kuwa mafanikio hayo ya Urusi si tu ni ishara ya nguvu yake ya kijeshi, bali pia yanadhihirisha uwezo wa nchi hiyo wa kimkakati katika kujipanga na kutumia vyanzo vyake vya ndani bila kutegemea misaada kutoka nje. Kwa upande mwingine, mwandishi huyo ameonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu uchovu wa kifedha unaoikumba Ulaya na Marekani kutokana na mzigo wa kuifadhili Ukraine kwa zaidi ya miaka mitatu sasa. Amesema wazi ya kwamba licha ya mashirika ya kifedha ya kimataifa na serikali nyingi za Ulaya kuahidi msaada, hali ya uchumi katika bara hilo imeanza kuyumba kutokana na gharama kubwa za kijeshi, nishati na mfumuko wa bei unaosababishwa na vikwazo dhidi ya Urusi. Wazungu hawana pesa za kuidumisha peke yao, amesema mwandishi huyo Wright. Wa Marekani pia wanaonekana kutaka kuifadhili wenyewe, lakini kwa maoni yake amesema wanaonekana kuondoka taratibu. Kauli hiyo inajiri wakati ambapo baadhi ya nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya kama Ujerumani, Poland na Ufaransa zinakabiliwa na migogoro ya ndani ya kisiasa kutokana na athari za kiuchumi za vita vya Ukraine, ambako bei ya nishati imepanda maradufu, uzalishaji umepungua na baadhi ya viwanda vimefungwa, hali ambayo inawafanya wananchi wengi kuhoji ni kwa nini Ulaya iendelee kutumia mabilioni ya euro kufadhili vita ambavyo vinaonekana kutokuwa na mwisho. Ripoti za hivi karibuni ya Benki ya Kitaifa ya Ukraine imeonyesha kuwa utawala wa Kyiv hujapokea chochote au msaada wowote wa kifedha wa moja kwa moja kutoka Marekani mwaka huu 2025, hali iliyotokana na mabadiliko ya uongozi katika ikulu ya White House baada ya Trump kuingia madarakani. Baada ya Rais Trump kuapishwa tena madarakani, alikazia mara kadhaa ya kwamba Marekani haitatoa tena fedha za moja kwa moja kuisaidia serikali ya Ukraine, bali itasaidia tu kwa njia isiyo ya kifedha kupitia silaha zilizolipwa na washirika wa NATO wa Ulaya. Trump alinukuliwa akisema ya kwamba sera yake inalenga kulinda maslahi ya Marekani kwanza na kupunguza matumizi ya nje yasiyo ya fedha ya moja kwa moja kwa taifa lake. Kauli hiyo imekuwa pigo kubwa kwa Rais Volodymyr Zelensky, ambaye serikali yake ilitegemea zaidi misaada ya kifedha pamoja na kijeshi kutoka Marekani tangu kuanza kwa vita Februari ya mwaka 2022. Kwa mujibu wa wachambuzi wa kimataifa, wamesema hatua hiyo ya Marekani kujiondoa katika ufadhili wa moja kwa moja inaweza kuwa mwanzo wa kuporomoka kwa nguvu ya kifedha ya Ukraine, kwani nchi nyingi za Ulaya haziwezi peke yake kufidia pengo kubwa lililoachwa na Washington. Frank Wright anaamini ya kwamba kutokana na hali hiyo, Ulaya sasa inajaribu kuunda kile kinachoweza kuitwa mzozo wa Uganda, yaani hali ya mapigano ya chini ya kiwango cha vita kamili, lakini inayozuia kupatikana kwa amani ya kudumu. Kwa mujibu wake, amesema nchi za Ulaya zitajaribu kufadhili hali ya hatari ya kiwango cha chini kupitia ufadhili wa makusudi wa shughuli za kudhoofisha utulivu ili kuzuia amani yoyote ya kweli kutokea. Kwa maneno mengine, amesema Wright ya kwamba viongozi wa Ulaya hawatahitaji ushindi wa kijeshi moja kwa moja,
bali watataka kudumisha mzozo wa muda mrefu ambao utadhibiti ushawishi wa Urusi barani Ulaya na kuzuia taifa hilo kuimarisha ushawishi wake kisiasa na kiuchumi. Hata hivyo, mwelekeo huo umekuwa ukionyesha mgawanyiko mkubwa ndani ya NATO, ambapo baadhi ya nchi wanachama kama Hungary, Slovakia na Uturuki zimekuwa zikionyesha hofu ya kuendelea kwa vita bila mpango wa mazungumzo ya amani. Waziri Mkuu wa Hungary, Viktor Orbán, amekuwa miongoni mwa viongozi wachache wa Ulaya wanaosisitiza umuhimu wa mazungumzo moja kwa moja kati ya Moscow na Kiev badala ya kuongeza msaada wa kijeshi. Kwa upande mwingine, mataifa kama Poland na Lithuania yanaendelea kuhimiza msimamo mkali dhidi ya Urusi, yakihofia kwamba ushindi wa Kremlin unaweza kuwa tishio kwa usalama wa eneo lote la Ulaya Mashariki. Licha ya msimamo huo tofauti, ukweli unabaki kuwa NATO inakabiliwa na changamoto ya kudumisha mshikamano katika kipindi ambacho wananchi wengi wa Ulaya wanachoka na vita. Ripoti kadhaa za utafiti wa maoni zimeonyesha kupungua uungwaji mkono wa umma kwa sera za kusaidia Ukraine, hasa katika mataifa yenye mfumuko wa bei mkubwa kama Ufaransa, Italia na Ujerumani. Katikati ya mtikisiko huu wa kisiasa, Ukraine yenyewe inaendelea kukabiliwa na matatizo makubwa ya ndani. Uchumi wa nchi hiyo umeporomoka zaidi ya 35% tangu vita kuanza. Idadi kubwa ya wananchi pia wamekimbilia mataifa jirani, na sekta muhimu kama nishati, kilimo na viwanda zimeharibiwa vibaya na mashambulizi ya Moscow. Zaidi ya hayo, ukosefu wa uwiano katika uongozi na tuhuma za ufisadi zimekuwa kikwazo kikubwa kwa juhudi za kurejesha imani ya wafadhili. Ripoti za vyombo vya habari vya Magharibi zimewahi kufichua visa kadhaa vya ufujaji wa misaada ya kifedha na vifaa vya kijeshi vilivyokuwa vinatolewa na washirika wa NATO, jambo ambalo limechochea mashaka zaidi kuhusu ufanisi wa misaada hiyo. Kwa mujibu wa wachambuzi, wamesema bila msaada moja kwa moja kutoka Marekani, Ukraine basi italazimika kutegemea misaada midogo ya Ulaya na mikopo yenye masharti magumu kutoka Benki ya Dunia na shirika la kifedha duniani IMF, ambayo inaweza kuongeza mzigo wa deni kwa taifa hilo. Frank Wright anahitimisha maoni yake kwa kusema ya kuwa vita vya Ukraine na Urusi vinaelekea kubadilika kutoka vita vya wazi kwenda kwenye hali ya vita baridi ya kisasa, ambako mapigano ya moja kwa moja yatapungua, lakini ushindani wa kiuchumi, kijasusi na teknolojia utaendelea kwa muda mrefu. Kwa mtazamo wake, amesema kushinda kwa Ukraine kijeshi hakumaanishi mwisho wa mgogoro huu, bali mwanzo wa zama mpya za mvutano wa kisiasa kati ya Mashariki na Magharibi. Amekazia kuwa ili imani ya kudumu ipatikane, ni lazima viongozi wa dunia wakubali ukweli ya kwamba Urusi haitashindwa kirahisi, na kwamba njia pekee ya kumaliza vita hii ni kupitia mazungumzo ya kidiplomasia yanayohusisha pande zote kuu, Urusi na Ukraine. Taarifa ya Frank Wright imebua pia mjadala mkubwa duniani, hasa katika nchi za Magharibi ambazo zimekuwa mstari wa mbele kuisaidia Kiev. Wengi wanaona kauli yake kama onyo la kweli kuhusu ukweli wa kisiasa pamoja na kijeshi unaojitokeza baada ya zaidi ya miaka mitatu ya vita. Kwa sasa hali ya mapigano nchini Ukraine inaonekana kuingia katika hatua ya uchovu, huku pande zote zikikosa nguvu ya kufanya ushindi wa moja kwa moja. Wakati huo pia uchovu wa kifedha na kisiasa wa mataifa ya Magharibi unaendelea kuongezeka na kuacha maswali mengi bila majibu kuhusu mustakabali wa mgogoro huo. Kwa mujibu wa wachambuzi wengi, wanasema ikiwa hali itaendelea hivyo, basi huenda dunia ikashuhudia mwendelezo wa mzozo wa muda mrefu wa kijeshi na kisiasa kati ya Urusi na Ukraine, mzozo ambao unaweza kubadilisha kabisa sura ya usalama wa Ulaya na uhusiano wa kimataifa kwa miaka mingi ijayo.